afichi utuma. Ni utuma hata kwa walio wako. Anakuja anauletea unyonge. Anakuja anauletea udhaifu. Hata unapoambiwa hawezi kusikia. Hayo mashetani na utuma kwa watu wa Mungu na aliyepoa. Na utuma kwa wale wa Mungu na aliyepoa. Wewe shetani toka. Pepo mchafu toka. Na udhaifu wako toka. Na unyonge wako toka. Vifungo vyako toka. Kama katika jina la Yesu Kristo. Bwana majeshi. Yesu ameandaa watoto wako na vifungo. Baba mwanzo wa mwaka. Bwana pendelea bado anakaa kushindwa. Yesu leta upanga. Yesu anasimama mbele zao, leta upanga. Yesu wewe unajua nini nakusumbua? Kata kwa gogo, kata kwa gogo, kata kabisa, kata kabisa, kata kabisa hicho ambacho kinakuhangaisha, hicho ambacho kinakusumbua. Maanisha sasa sio hiyo imani kabisa. Huo upanga ni upanga unatoa wewe. Huo upanga, huo upanga kata kabisa. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kata kabisa, kata kabisa, kata kwa jina la Yesu, kata kwa jina la Yesu, kata kwa jina la Yesu, kata kwa jina la Yesu. Wengine wapenda mnashangaza, wengine mnashangaza, sijui rafiki yako. Kata kwa jina la Yesu, kata kwa jina la Yesu, kata kabisa, kata kwa jina la Yesu, kata kwa jina la Yesu, kata kabisa, kata kwa jina la Yesu, aliyekata kata kabisa. Ukiweza hata kwenda leo nenda, kata kile ngome, kata kwa jina la Yesu, kata kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kata kabisa, kata kabisa, kata kwa jina la Yesu. Ni upanga, ni upanga wa Bwana majeshi. Neno lake litumana kwa asema katika sisi Bwana kwa upanga wa jina, upanga wa Bwana, upanga wa Bwana, neno lake kata kabisa, kata kabisa chini, kata kwa jina la Yesu, 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 kata kabisa, kata kabisa, usiende Yesu, kata kwa jina la 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 Yesu, kata kabisa, kata kabisa, hizo panga za moto, 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 kata kabisa, kata kwa jina la Yesu, panga za moto, upanga wa Yesu, Yesu kata, kata kabisa mbele, kata mahali ulipo, kata kwa jina la Yesu, 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 kata, kata kabisa, Simi na kushangaa. Wewe wengine wanakati umesimama, mwingine anafanya hivi. Unajua sasa shetani akwambia mimi ni wako, usinikate na kweli na katu hivi. Shetani ashindwe. Roho Yesu lete moto. Sama Yesu. Tunaziangamiza katika jina la Yesu Kristo. Ponda Yesu. Ponda kabisa Yesu. Ponda ya mbinguni. Ponda majeshi chini ndani ya moto. Ponda kabisa, ponda kabisa. Ponda kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kabisa, ponda kabisa. Ponda kabisa. Ponda. Hizo laana, hayo magonjwa. Hizo nuksi. Hayo maseni. Ponda kabisa Yesu. Ponda kabisa. Maanisha mpendwa. Unapoponda utamko la Mungu. Ponda.
Asante mtakatifu. Bwana majeshi. Bwana ona pembe zote za nchi Baba. Angalia wanaokaa kinyume kwa ajili ya watoto wako. Angalia vikao wanakata kwa ajili ya nyumba yako. Naomba maombi mabaya kwa ajili ya watoto wako. Weka vikao Baba kwa ajili ya nyumba yako. Vikao Yesu leto pepa suri peperusha. Peperusha. Takatifu. Ndio Baba. Tuko mbele zako Baba. Bwana Yesu. Ndani ya mioyo Yesu chunguza. Maisha yao chunguza. Yesu chunguza. Yesu chunguza. Mama tunangoa. Yesu nangoa. Uchawi nangoa. Uganga nangoa. Magonjwa nangoa. Kulala nangoa. Madeni nangoa. Kwa jina la Yesu, na hivyo vita. Hata sikia sauti yako. Wewe shetani. Na yale yote uliyotuma kwangu ndio haya nimeang'oa. Hebu kamata tena. Hebu mrudishie, mwambie chukua. Mwambie chukua hiyo yako. Chukua rudisha. Rudisha. Chukua. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Unaona mikono na inua kwenye mimi. Nasema Bwana Yesu. Damu yako uliyomwaga msalabani inatosha
Sema Bwana Yesu, shusha damu yako ndani ya mikono yangu. Anza kutupa sasa damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Sauti yako, hakuna sauti. Tamko kwa nguvu, damu ya Yesu, 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 Asante mtakatifu. Asante Bwana Yesu. Asante Baba yangu. Asante Mwokozi. Baba, shuka ndani yako. Shuka Baba yangu. Shuka na moto wa Roho Mtakatifu. Shuka Yesu ndani yao. Shuka ndani yao. Shuka Yesu. Ndio hiyo mikono. Yesu. Walioinua. Ndio Baba. Ndio hiyo mikono. Shuka Yesu. Wakafungwa. Shuka Yesu. Hawana kazi. Shuka Yesu. Wakafungwa. Shuka Yesu. Ndio mikono haishiki pesa. Yesu. Wakafungwa. Ndio Baba. Ndio mikono ni ya vita. Yesu. Haijalea mtoto. Yesu. Haijahesabu pesa. Yesu. Ndio mikono ya kukopa. Yesu. Mikono ya kuomba. Shuka Baba. Mikono ya madeni. Yesu shuka. Yesu shuka. Ndani ya mili yao. Uvimbe. Hayo magonjwa. Magonjwa ya ukimwi. Magonjwa ya kansa. Magonjwa ya pumu. Magonjwa ya sukari. Magonjwa ya presha. Yesu shuka. Yesu shuka. Yesu shuka. Chini. Yesu kumiwa. Yesu funga. Chini ya kike. Chini ya kiume. Yesu shuka. Yesu shuka. Yesu shuka. Hilo tumbo. Asante mtakatifu. Asante Bwana majeshi. Asante Yesu. Yeye usimama mbele zako. Ndio Baba. Kuanzia leo. Ndio Yesu. Hiyo milima. Ndio Yesu. Milima ya vita. Ndio Yesu. Kwa majirani. Ndio Baba. Kwa nyumba. Bwana Yesu. Hiyo milima. Ndio Bwana. Milima ya ufukara. Yesu. Milima ya shaka. Yesu. Milima ya mahangaiko. Ndio Baba. Milima tunashusha. Milima nashusha. Milima nashusha. Katika Yesu Kristo. Bwana ukanyosha mapito yako. Nyosha mapito yako. Pasipokuwa na njia. Yesu fanya 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 njia. Yesu. Bwana ukatukuke. Bwana ukatukuke. Tukuka Yesu. Bwana ukatukuke. Tukuka Yesu. Baba katukuke. Tukuka Bwana. Ndani ya milele utukuka. Tukuka Yesu. Ndani ya
maisha tukuka. Tukuka Bwana Kwa hiyo Yesu. ndoa tukuka. Tukuka Kwa Bwana. hiyo biashara tukuka. Tukuka Mwokozi. Takatifu tukuka. Tukuka Yesu. Kwa ajili ya ushuhuda wako tukuka. Tukuka Yesu. Bwana Mungu tukuka. Tukuka Yesu. Kwa ajili ya karama yako kutukuka. Tukuka Yesu. Ndani yako tukuka. Tukuka Yesu. Bwana wangu tukuka. Tukuka Yesu. 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 Yale wanaoyaona Ndio. hayawezekani. Baba Yesu. Bwana tukuka. Tukuka Bwana. Ikajulikane wewe ni Mungu. Ndio Yesu. Kwa ajili ya walio wako Baba. Ndio Baba. Takatifu fanya njia. Fanya Yesu. Baba fanya njia. Fanya njia Yesu. Kwa hiyo ngoma fanya njia. Fanya Yesu. Yule ana kazi fanya njia. Fanya Yesu. Kwa hiyo biashara fanya njia. Fanya Yesu. Yule hajajenga fanya njia. Fanya Yesu. Yule hajaoa fanya njia. Fanya Yesu. Yule hajaolewa fanya njia. Fanya Yesu. Yule wajane fanya njia. Fanya Yesu. Yule yatima fanya njia. Fanya Yesu. Yesu fanya njia. Fanya Yesu. Asante Mtakatifu. Sifa ni zako, utukufu ni wako. Amani yako ya ajabu. Amani yako ya ajabu. Bwana ikawakalie. Baba wakalie. Takatifu wakalie. Tangu mwaka umeanza Baba. Tumefika hata Sabato mwisho kwa mwezi wa 9. Ndipo Baba tunakuangalia wewe. Tunakutumainia wewe. Takatifu tembea. Ndani maisha yao tembea. Kwa ajili ya ushuhuda wako tembea. Yesu tembea. Takatifu tembea. Nani atakuzuia tembea. Ndani yao tembea. Kwa ushuhuda wako tembea. Takatifu tembea. Yesu tembea. Inua mikono yako. Inua mikono yako. Inua mikono yako. Baba tembea. Tembea ndani yako. Ukimkanya adui, ukiangamiza kila nuksi, kila vifungo, tembea ndani yao. Tembea ndani yao. Hizo zote wanaota yale mashetani na utuma kwao. Yesu tembea. Hata watoto tembea. Watu wazima tembea. Maisha yao tembea. Watu waliolaniwa tembea. Waliofungwa tembea. Yesu tembea. Yesu tembea. Walioboma tembea. Yesu tembea. Biashara tembea. Mungu tembea. Watu katukuke. Watu katukuke. Watu katukuke. Tembea mwana Mungu. Tembea mwana Mungu. Tembea mwana Mungu. Tembea mtakatifu. Tembea Yesu. Tembea Yesu. Tembea Yesu. Tembea Yesu. Baba ameweka ukuta. Wakafunga watu wa Mungu na hiyo ukuta. Hiyo ukuta navunja. Hiyo ukuta navunja. Hiyo ukuta navunja. Katika Jina la Yesu Kristo. kayanyoshe mapito yako. Nyosha baba yangu. Maana wewe ni Bwana. Ndio Bwana Yesu. Paka neno lako mafuta. Nipake Bwana. Katende vile ulivyonena. Tenda Baba yetu. Malaki mahali hapa. Tamalaki Bwana. Wewe jeshi lako Baba. Ndio Bwana Yesu. Angamiza kila communication na mashetani. Ndio Bwana Yesu. Angamiza kila mawasiliano kwa angani. Ndio Yesu. Bwana ukatembee mahali hapa. Tembea Bwana Baba Yesu. tembea. Tembea Bwana Baba Yesu. tembea. Tembea Bwana Yesu. Baba tembea. Tembea Bwana Yesu. Yesu wako tembea. Tembea Yesu. Na maisha tembea. Tembea Yesu. Ukatukuke kwa kweli Baba. Baba. Mabaya shetani tumekataa. Tunafunga katika Jina la Yesu Kristo. Asante Mtakatifu. Basi Bwana Yesu. Jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. 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 Salimia jirani yako. Yesu anaenda kutenda jambo jipya ndani ya maisha yako. Mimi nasema mwambie jirani yako, wewe umeshika mdomo na angalia. Ama si Kiswahili. Mwambie kuanzia leo. Shika imani. Mwambie ndani yako usio udhaifu. Mwambie Bwana Yesu anaenda kutenda jambo jipya. Amini utaliona. Kwa hivyo leo weka mawazo yako sasa kwa Mungu. Ni shida gani ulio nayo? Ni lipi limekufunga? Umetarajiaje katika maisha yako na wewe unaona hutafikia?
kwamba hawezekani, lakini leo nakwambia Yesu atatenda jambo jipya hilo lile nalo liamini. Amen. Na kabla Yesu hajatenda, Yesu anaangalia ndani yako uaminifu. Amen. Yesu anaangalia, je, unatii amri zake, unashika maagizo yake au la? Siku hizi niliwaambia mwezi jana kwamba siku hizi ni hatari sana, kwa kuwa wakati wa kale watu walikuwa kabisa wamejitenga, wanaabudu sanamu, wana madhabahu yao kule. Walio Mungu wanakuja katika hekalu la Mungu, lakini vile shetani aliyotambua kazi zake zinaharibiwa, ametambulikana. Bila ninena nanyi hapa, Nabii Elia akiwa amefanya kazi nzuri ya Mungu, ameangamiza manabii 850 wa Baali. Ndipo naye Jezebeli akamwambia, na wewe kesho anapofika majira kama haya nitafanya vile umefanya mojawapo ya zile roho. Kwa hivyo siku hizi ni hatari, kwa sababu utakutana na mtu, wengine wana zile roho za kupunga pepo. Mtu atakwambia jambo nafikiri ni Mungu na si Mungu. Shetani ashindwe. Mwingine atakuja kuambia nenda hizo sehemu za ubaluyani. Mtu anaenda anakuambia kabisa unafikiri ni Mungu na kumbe ni shetani. Watu mnajua mambo ya misamba, mambo ya kina Elijah Mirenje, ndio hiyo. Utaenda kabisa. Hata mwingine anakuambia nataka kuombea nipe pesa. Unampa pesa, anakuambia wewe kweli umetoka mahali fulani hivi na hivi, na kumbe ni shetani. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Nashukuru mzee Kadenga amekaa huko anajua hiyo. Nakumbuka siku nyingine nilikwambia mama mwingine akawa ameenda, deni kai imefika, ilikuwa imefika sio 20,000 na nini, na akaenda akapewa siku 7, akaambia baada hizi siku 7 zikiisha kama hujanipa utaona. Akatuma mashetani kwa mtoto akawa amekufa. Basi walileta nikiwa na mzee Kadenge, na tukaomba na mtoto akapona. Hivi tunaongea na wewe, mtoto anaendelea na masomo. Na akienda kwake alikuwa anasema ni mtumishi wa Mungu, alafu amemwombea, amempa dawa aweke kwa duka. Yesu gani anatumia dawa matawi? Alafu na wewe unakimbia unaenda kule kwamba nimeenda kwa mtumishi wa Mungu. Ajabu, hasomi maandiko, anafanyia vitu, lakini yule niliambia ameweka Biblia. Sasa wewe ukiingia ile Biblia ni kifumba macho. Alafu achukue madawa akupe, akamwambia fanya hii, wekea mzee hii hapa kwa pilo, hii wekea mzee kwa maji akioga, unasema ni mtumishi wa Mungu. Alafu Jumapili unamwona anaingia kanisani. Ni hatari, si hatari? Lakini nashukuru maandiko yanasema mtawajua kwa matendo yao na matunda yao. Lakini usipoangalia pia utafungwa macho. Kama unasema anaenda akiingia Biblia imewekwa pale. Akienda huko vitu anaambiwa ni vitu vya ajabu, na ajabu hakuna maombi. Alafu unapewa dawa, naenda unafunga pale mlangoni, unaweka pale kwa duka nyingine, na akasema aliambiwa aweke mahali anaweka pesa na ile kicha anakalia. Kwa hivyo siku hizi ni hatari. Utajua hali wa Mungu, lakini na wewe pia chukua nafasi, soma. Yesu akawaambia wanafunzi alipowatuma, akawaambia enendeni na muangalie, mkachunguze ile nyumba mtakaokaribishwa, semeni amani na wemo kaeni na wao. Lakini ile mnaona matendo yao hayaambatani na nyinyi, hawajawakaribisha, enendeni zenu. Sasa wewe usipoangalia unanena na nani, unanena nini, unaomba wapi, mpendo utaenda kutumbukia. Bwana amenena nami siku ya Thursday. Bwana akawa anasema wengi wamekaa kupotea. Makanisa akasema ni mengi ya kimashetani, yeye hayuko na wao, kwa yale wanaotenda si yake.
na akasema walio wangu mimi naenenda pamoja na wao. Kwa hivyo hata makanisa imeanzishwa. Utaenda mahali usikie jina nzuri sana uangalie, lakini wako mbali na huyu Mungu. Kwa hivyo ni wewe wakati wako, mtu ulio wa Mungu, unaisikia sauti hii, tambua kwamba pale umesimama, unasimama na Mungu ama unasimama tu fulani mimi anione, na ndani yako hakuna uaminifu. Na nenda nanyi katika kitabu cha Matendo ya Mitume mstari wa mlango wa 5 kuanzia hapo mstari wa kwanza. Ninapoongea habari za yule mama ameshuhudia mahali hapa. Anania alikuwa ni mtu aliyemjua Mungu, alikuwa baadhi ya wanafunzi. Mkewe Safira akawa pia mwanafunzi, anajua ile habari kwa uzuri, lakini ndani yao walikosa uaminifu. Siku hizi wengi wetu tunakosa uaminifu, tunakosa uaminifu. Lakini tunataka kama ni mavazi, hata wengi wako tayari, atataka avae mavazi meupe nje kabisa, anaonekana hata kiatu aonekane kabisa. Mimi Jumapili ni mweupe kutoka kwa kichwa, kitambaa cheupe, mwingine amevaa kofia nyeupe, amevaa nguo nyeupe mpaka kwa viatu, lakini ukiangalia ndani ya moyo wake ako mbali na Yesu. Anania alikuwa mwanafunzi wa Yesu, na wakati wa kanisa la kwanza ikawa kwamba kile mtu alichokuwa nacho kwa moyo meupe, kwa ule umoja, kwa ule ushirika, walikuwa wanatoa wakipeleka miguuni pa mitume wakiwa na ushirika. Lakini sasa yeye hakuwa mwaminifu kwa kile alichokiuza, akagawa, akaona hii nusu mimi nitabakisha na hii nusu nipeleke. Wakati ameulizwa na mtumishi wa Mungu Petro, hiki umetoa ndicho kilicho sawa? Anasema ndicho hicho. Hata wengi wetu tumekosa kuwa waaminifu kwa kile Mungu anachotubariki nacho. Vile nimewaambia, unaposoma Zaburi 24 mstari tu wa kwanza, hivi vyote tunavyoviona ni vya Mungu. Hata kile ulicho nacho wewe ni wa Mungu, na kile ulicho nacho ni cha Mungu. Kwa hivyo tunapokosa kuwa waaminifu kwa Mungu, tutaenenda na Mungu kwa njia gani hata na zaidi akapate kutubariki? Kwa hivyo Anania wakati aliuza, angeenda nyumbani mwa Mungu aseme nimetoa kiasi na mimi nimebaki na kiasi, haingekuwa dhambi, haingekuwa shida. Lakini aliona amdanganye roho wa Mungu. Ndani yetu ni wangapi tunanena uongo? Na hata mwingine anajua ananena uongo, anakuambia haki ya Mungu. Hata mwingine anaenda mpaka ashike Biblia hivi anahapa. Mungu atatenda jambo gani ndani yako kama una mvyake? Kwa hivyo nikakwambia zile nyakati za nabii Elia, wale wa Mungu alisimama na Mungu, wakasimama kwa uaminifu na ukweli, na Mungu akaenenda na wao. Lakini siku hizi si mchawi, si mganga, ako kanisani. Nikwambia mwezi wa mwisho mwezi wa 7 wameandika kwa gazeti, wakasema mwanamke mganga Nairobi ako na estate ya 40 million, lakini Jumapili hakosi kanisani Nairobi, na yeye anaenda anaganga watu.